Salama. Kwa majina naitwa Lule Salamba almaarufu omera.com, mdau wa mchezo mkoa wetu wa Mwanza na kwa taifa kwa ujumla. Hivi ile komando umeacha kuinani? Sasa ni mdau tu wa mpira. Si unajua tena ujana ni wanajua sema ujana ni maji ya moto. Nimestaafu kwa hiari. Umestaafu kwa ujana. Staafu kwa ujana, sasa nimeshakuwa mtu mzima. Basi nibaki kwa kwenye TV na kuangalia mwenendo wa timu yangu pendwa Yanga Afrika, lakini na pamba yangu ya Mwanza. Kwa wewe kati ya timu zikikutana kwa mfano zikiwa katika jiji la Mwanza, wewe ni timu gani hasa ambao unapenda kuishabikia na wapi ambapo unaweka uzito? Sasa mimi nikiwa Mwanza ni shabiki wa Pamba. Lakini inapokuja jambo la timu zote za kitaifa, Simba inapocheza na kuwa na Simba. Changamoto yangu ni Simba inapocheza na Yanga tu. Hapo ndio tunavurugana. Ni kweli Simba inakuwa moyoni? Haiwezi kuwa moyoni, lakini inakuwa kwa sababu ni Mtanzania, ni mdau, lazima niombe ifanye vizuri kwenye mashindano ya kimataifa tofauti na ligi ya ndani hapo. Yanga, tuzungumzie kuhusiana na Yanga. Yanga imefanya usajili wa wachezaji watatu mpaka sasa hivi, lakini tungependa kufahamu mtazamo wako ni upi hasa kwa hiki ambacho unaona, ni wapi unauona utofauti wa Young Africans pamoja na Simba Sports Club ikija kwenye swala la performance pamoja na swala la usajili? Sasa unajua Simba wameyumba baada ya kuwa wamempoteza mpendwa wao Kaburu. Kaburu ndiye alikuwa ni komando ambaye alikuwa anaamua kufuata mchezaji popote pale barani Afrika. Lakini kwa sasa hivi Yanga tumebahatika kupata engineer Hersi Saidi ambao ni mdau mkubwa, lakini pia ni rais wa timu yetu pendwa Yanga. Yeye anaamua kuingia front mwenyewe. Timu yote kama akipata kiongozi anayeenda kusajili ili wachezaji wetu wa Kiafrika wasigawanyike, asajiliwe na mtu mmoja. Lakini tukitanguliza 10% tu lazima timu iume. Ndio maana sasa hivi kwa Yanga mara ya kwanza ligi inaanza tulianza vibaya mno, baada ya kuwa tunachukua makocha kuja kujaribisha ili kocha apate CV kwenye Yanga ndio aende kwenye timu zingine. Lakini naona viongozi wamekaa na kuangalia kwa upana zaidi, wakaona wabadilishe hiyo sasa. Sasa unaona sasa hivi tumeshapata Pedro pale anaiendesha timu vizuri kabisa. Wewe ni mtu ambaye umeufuatilia mpira kwa muda mrefu. Watu wangependa kufahamu pia ambao kufanikiwa kufuatilia kwa muda mrefu mpira, utofauti wa hizi timu na uendeshaji. Kuna uhusiano wote ule ambao upo kwenye upande wa uendeshaji wa hizi timu pamoja na mafanikio ya uwanjani? Uendeshaji ni kubwa na tofauti, kwa sababu kitu cha kwanza kwa uongozi wa nyuma tulikuwa na tabia kila kiongozi aita mchezaji. Lakini kwa sasa hivi baada ya kuwa tunaenda kwenye mabadiliko ya uendeshaji wa klabu, rais awepo, bodi yake iwepo, timu ya wanachama pia wajumbe wa wanachama nao wawepo, tunaanza kuona utofauti. Kwa sababu mimi kipindi nazunguka na Yanga toka 2016 mpaka 2020 nimesafiri na Yanga zaidi ya mechi 78 kama shabiki kutoka Mwanza. Nimeenda Rwanda, lakini nimeenda Kenya na Yanga hii, lakini wakiwa wanaita Yanga ya bakuli kipindi hicho. Lakini mkoa wa Tanzania kwa ujumla, mikoa kama sijakanyaga mkoa labda mkoa mmoja au kati ya 2 au 3 hivi. Lakini mikoa yote ambayo kuna timu za ligi kuu zote nimekanyaga. Na nikawa naenda uwanjani, nakaa na timu, nakaa na wachezaji kwenye vyumba, tunazungumza, naangalia changamoto. Lakini naona sasa hivi taratibu TFF wale Skaria tumpe maua yake, kwa sababu amekuja kutengeneza taratibu kwamba hakuna habari ya ukomando kwenye vilabu hivi. Tunaenda kisasa. Wewe kama ni komando kaa kwenye jukwaa kule, ibaki technical bench na timu. Tusali hapo kwenye kikosi cha Young Africans. Wewe ni mfuasi wa Young Africans. Usajili wa wachezaji watatu, Emmanuel Mwanengo, Alan Okero pamoja na Dep, ni usajili wa namna gani wewe kama shabiki ukitazama na mwanachama klabu ya Yanga? Dep ni mzuri kutokana na historia yake, kutokana na uwezo wake, kutokana na timu alizopitia zaidi ya timu 5 mpaka anakuja Yanga. Lakini mchezaji ambaye huwezi ukalinganisha na Mwanengo. Mwanengo anajitafuta kwa sababu ni mchezaji mzawa. Ili angalau timu yenu pia ionekane lazima weke wazawa na wachezaji wa nje. Lakini Mwanengo bado uwezo wake ni mdogo. Tumemwangalia hata kwenye Mapinduzi Cup. Huwa tunachukua ili angalau mtu atafute uzoefu. Sio jambo baya, lakini mchezaji wetu Depu ni mchezaji ambao amecheza ligi ya kwao Angola, lakini pia amecheza timu ya taifa, lakini katoka hapo ameenda Poland, lakini katika kwenda Poland amepitia vilabu mbalimbali. Lakini mashindano makubwa ambayo yamempa sifa ni Kosafa. Walioenda kucheza kule ilikuwa kati ya Zambia au Botswana, yale mashindano ambayo yeye ndiye alikuwa mfungaji bora akiwa anaongoza katika mechi 5 akapata magoli 8.
Sawa, Young Africans inakwenda kwenye mashindano ya kimataifa kwa sasa hivi. Baada ya mchezo wa ligi kuu watalazimika kwenda kucheza michezo miwili na kikosi cha National Ahli. Ukitazama kwa usajili ambao unaufanya, unaona kwamba unakizi kweli kwenda kuziba yale magapu yale ambayo ya kuweza kushindana na timu za kimataifa? Nafasi hiyo ni kubwa. Kitu cha kwanza TFF wanatakiwa kusaidia kati ya Simba na Yanga, ili uende ukacheze na Giant kama Esperance anapocheza na Simba, Yanga anapocheza National Ahli. Lazima tuhakikishe kwanza tunatanguliza timu siku 5 kabla, na siamini kama mechi ya tarehe 19 Yanga watacheza. Lazima waombe angalau waondoke hapa tarehe 18 kesho au tarehe 19, ili watangulie wazoee hali ya hewa ya Afrika ya Kaskazini, kwa sababu kule hali ya hewa ya kule na huku ni vitu tofauti. Ndio maana unaona sasa hivi Yanga wameamua kupeleka mechi Zanzibar. Wanapopeleka mechi Zanzibar inawapa ugumu sana wale Waarabu kwenda kucheza kule, kutokana na joto uliopo kule, kwa sababu kule ni kisiwani tofauti na huku bara tunapokuwa tuko uwanja wa Taifa. Sio vizuri kuyazungumzia ya jirani yako, lakini ni bora zaidi ukaweza kuyazungumza ili kumsaidia. Simba inakuwa wapi mpaka sasa? Simba ni kwamba cha kwanza kabisa, chanzo kikubwa cha mpira wetu, waandishi wa habari, mnakuwa mnachochea sana mambo bila kuangalia mnafanya nini. Lakini lazima tuangalie yule mwenyekiti wa Simba ambaye mpaka sasa hivi Bwana Mangungu wanamshambulia sana, lakini mwenyekiti achezi. Timu ni nzuri. Timu ya Simba ilifika mpaka fainali ya kombe la shirikisho msimu uliopita. Simba wasikalie maneno ya waandishi wa habari, kwa sababu waandishi wa habari ndio wanaleta chokochoko zote. Ukifuatilia kwa uzuri, lazima waipe Simba heshima yake, lakini Simba pia ihakikishe kwamba wachezaji tuliokuwa nao, tukiacha wachezaji 3 tuongeze 4, lakini uwezo kaacha wachezaji 8 mpaka 7 uhakikishe unajenga timu. Ndio maana mpaka sasa hivi Simba kwenye kundi lake ni tuseme tu kwa hatutaki kuficha au kupepesa, ni kwamba yeye ameshaaga, kwa sababu huwezi kumfunga Esperance nje ndani. Esperance historia yake na Simba ni vitu mbingu na ardhi, lakini Yanga wanajitafuta kwa sababu mechi hizi mbili kutokana na performance ya Yanga, na ukiangalia wachezaji wa Yanga waliopo, kuna wachezaji zaidi ya 5 walioenda timu ya taifa, na wote umeona wako wanacheza pale. Beki yote ya nyuma ni beki ya Yanga ambao wana uzoefu. Lakini pia ukiangalia Yanga wamechukua mchezaji kama Domaro walitoka Singida wakamleta pale. Umemwona kwenye Mapinduzi kwenye zile mechi mbili. Kwa mtu unajua mpira huo uchezwi chumbani, mpira unachezwa hadharani, na watu wanaona kabisa kwamba Domaro huyu anaweza kuisaidia timu. Kwa Yanga na nafasi kubwa, lakini Simba kutokana na kufungwa hapa na Petro Atletico di Luanda na kwenda nje tena pia akaenda akapoteza, kuja kumfunga Giant hapa sana kule ukienda utapoteza, kwa sababu kwa Simba sasa hivi tumeangalia Simba wanacheza na Azam. Tusidanganyane tukao tunadanganya watu, tunahamasisha washabiki, tuambie ukweli kwamba tujipange na msimu unaofuata. Kama ikitokea tumeshinda basi itakuwa ni bahati, lakini kuja kucheza uwanja wa Mkapa, Simba inawezekana kashinda kama na hizo pointi 3, lakini pointi 6 anazitoa wapi? Swali hapo tutauliza pia watatusaidia. Zungumza sasa na wadau wa soka kwa pamoja, lakini pia wanayanga wenzako ambao wanakutazama. Wanayanga wenzangu wa mkoa wa Mwanza au wadau wa mpira wa mkoa wa Mwanza, timu ni gharama na timu ni pesa. Kwa sasa hivi Yanga imejipata. Tumepata uongozi ambao uongozi mtu mmoja anaondoka kwenda kutafuta timu, kwa sababu tumepata mfadhili GSM. Lakini pia timu inapokuwa haina mgogoro, wafadhili wanakuja. Unajua Azam waliweka bilioni 41 pale kwenye Yanga, watu wao wanasahau. Lakini kuna SportPesa ameweka zaidi ya bilioni 11 kwenye kipindi kifupi cha miaka 5. Lakini pia ukiangalia mpaka sasa hivi ukiangalia kwa uwekezaji wa GSM ni uwekezaji mkubwa. Wachezaji walilii njaa, wachezaji wanakuja, na wachezaji wanapocheza unaangalia. Ndio maana tumeshukuru uongozi wetu kitendo cha kutoa wachezaji kwa mkopo kama kina Dombia wameenda kutafutiwa timu. Lakini ikiwa inatakiwa kitu cha kwanza ligi yetu TFF wabadilike, ligi ianze kwenye mwezi wa 8 ili angalau tuende kwenye mashindano ya taifa. Tumeshacheza hata mechi 10. Leo unaweza kusema Pamba yangu ya Mwanza kuna kipindi kusema Pamba inaongoza ligi, wewe umeshacheza mechi 9, mtu ana mechi 3, alafu unashangilia mtu ameongoza ligi. Yule akija kufikisha 9 ulizo nazo, wewe ndio unaburuza mkia huko. Kwa lazima TFF pia wale Skaria tuna imani naye sana kwamba ni kiongozi mzuri, ameinua mpira wa Tanzania. Kwa kweli Tanzania sasa tunafahamika vizuri, lakini tubadilike basi. Na ratiba pia tutafute watu wanaojua mambo ya ratiba, tupange ratiba ya kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho. Matokeo yake unaweza kukuta ligi ya safari hii itakuja kuisha hata mwezi wa 8.